Yes, bana, mambo vipi? Hii hapa ni Jita Media. Leo tuko kijiweni. Nimekutana na mwamba mmoja hapa. Ajitambulishe yeye ni nani, alafu tupige story mbili tatu na mwanangu hapa. Bana, mambo vipi kwanza? Bwana, mambo, nashukuru Mungu. Mungu ni mwema. Jumapili ya leo nimeamka salama. Unaitwa nani? Mimi naitwa Goima Lucas Yona Mwamsagara. Lucas? Goima Lucas Yona Mwamsagara. Harakati zako ni nini rafiki yangu? Harakati zangu mimi nafikiri zimeanza sasa hivi, lakini harakati zangu kutoka mwanzo mimi nilikuwa ni mchimba madini. Mchimba madini? Ndio. Huyu ni mchimba madini aliyefilisika. Atatuambia ilikuwaje. Jamaa wanasemekana kwamba alikuwa na pesa sana huyu mwamba. Alishawahi kumiliki magari na vitu kama hivyo. Ashaikuwa na pesa ndefu sana. Atatupa story kwa ufupi, ilikuwa kwaje. Hebu tuambie mwanangu, ilikuwa kwaje? Mimi bwana, nilikuja nikatengwa na wazazi. Sio kutengwa na wazazi, yaani kutengwa sio kwamba kuachana na wazazi eti walivyoniacha, sio kwamba wanitaki au nini. Walikuja, kila mmoja alipotea katika mazingira ya Mungu kumchukua mmoja baada ya mwingine. Kwa hiyo Mungu alimchukua baba akamchukua mama. Basi nikabaki na dada zangu na wadogo zangu. Haijakaa sawa katika mihangaiko yangu nikapata chochote kitu. Nikaanza kuishi na wadogo zangu. Nimeishi na mdogo wangu wa kwanza akawa amefariki. Akaja mdogo wangu wa pili akafariki, wao wa kiume. Akabaki mdogo wangu wa kike na dada yangu wa kike. Kwa hiyo tukabaki watatu. Kwa hiyo hapa sasa hivi tulipo katika familia yetu tuliozaliwa tumebaki watatu. Wewe ulikuwa mchimba madini? Ndio. Katika harakati zako za kuchimba madini inasemekana kwamba ulishawahi kupata mali na ukawa na pesa. Tunataka tujue nini ambacho kilikufanya wewe mpaka ufilisike uwe kwenye hali hii ulionao sasa hivi, wakati mtu tayari ulikuwa umeshajipata. Wewe ni kweli ni mtu ambaye unajaribu kutaka kujua maisha yangu, lakini ni vema kujua maisha yangu, unaweza kunisaidia lolote kitu katika maisha yangu. Mimi katika pesa zangu iliisha katika matatizo moja ya ulimbukeni wa maisha. Pesa zangu ziliishia kwenye ulimbukeni wa maisha. Kwa sababu muda mrefu katika maisha yangu nilikuwa sijapata pesa kama niliyoipata. Na nikawa nahangaika. Na nilipopata pesa hiyo nikawa natamani maisha yote nifanane na wale waliokuwa na pesa zao siku nyingi. Basi nilivyokuwa Mungu alivyokuwa ni fundi, kwa sababu tunamuita Mungu ni fundi. Mungu alinibariki nikapata chochote kitu. Kweli nilipata gari, nilipata pesa yangu nikanunua gari. Nikafanya vipi? Maisha yangu yote, mimi ni mzaliwa Kondoa, lakini maisha yangu yote yako Chamwino Ikulu. Na gari yangu sikutaka kufanya vipi, nikataka kuleta matambo na nije nionyeshe historia kwamba nilikuwa naishi vipi maisha yangu Bugiri au Chamwino Ikulu. Na mimi kidogo waniheshimu. Nilikuja hapa Chamwino Ikulu na gari yangu nikiwa peke yangu mwaka 2000 alinino. Nilikuja na 109 nimenunua Mererani. Nilikuja nayo nikaenjoy Babati, nikaenjoy Kondoa, nikaja nikaenjoy Bugiri ambaye ni Chamwino Ikulu. Mwisho wa siku Chamwino Ikulu nikawa nimeishiwa na ile pesa mfukoni yote nilikuwa ninayo akiba yangu. Ulishiwaje? Unajua kitu ambacho nataka kujua ndio ni kwamba pesa yako ilishaishaje, kwa sababu ulipata pesa nyingi hadi kufikia kununua magari na nini. Sawa. Ulishiwa vipi mpaka ukaja kuwa mpiga debe tu wa mtaani au mpiga debe barabarani? Yaani pesa yangu mjomba, ninachokueleza kitu kimoja. Sitaweza kuficha chochote. Kwa sababu ipi? Mimi nilipopata pesa nilikuwa limbukeni wa pesa. Ulikuwa limbukeni wa pesa? Nilikuwa limbukeni wa pesa. Nilipopata ile pesa mingi na sikutaka kusema niwekeni akaunti wala niwekeni nini. Naomba pesa yangu yote nipeni niweke mfukoni. Na hawa mabroka hawanago mama na mtu kuleta kelele mingi. Nilipewa pesa yangu yote hapo nikaweka mfukoni. Hapo nikaondoka na pesa yangu, nikanunua gari, nikafanya vipi, ndo nikaja hii mihangaiko yangu. Ulijenga? Umepata pesa Hapana, kujenga? Bahati mbaya au nzuri,
Baba yangu mzazi alikuwa na kiwanja na kanyumba ndogo, na nilitegemea kanyumba ndogo nitakuja kukaongeza kwa baba yangu. Baba yangu naye akawa amekata moto. Sasa kukata moto, mimi nikafanya starehe, kwa sababu kale kanyumba alikuwa kacha baba, najua mimi na uhakika kuingia ndani tu. Basi nikaingia ba. Kwa hiyo kuendeleza ile nyumba ya mzee? Hapana, sikuiendeleza, na mpaka sasa hivi kiwanja kipo, na sasa hivi kuna watu hapa Chamwino Ikulu wananishawishi niuze kiwanja, sijua nipe nini sasa, mimi sielewi. Hapo ndo kinachonishawishi. Ushawishi huo ndo unachonishinda. Kwa hiyo kiwanja unacho? Ninayo, na hati miliki zote ninazo, na hati miliki nalipia kila mwaka. Kwa hiyo bwana, wewe umesema kwamba kilichokufanya ufilisike ni ulimbukeni wa pesa. Kabla ya hapo ulikuwa hujashika pesa. Niliposhika pesa, baa zote zitakiwa ziwe zangu. Uliposhika pesa, baa zote zinatakiwa ziwe zangu. Aliyepo ndani asitoke na aliyepo nje asiingie, na vinywaji vyote naomba bili yake. Na nikawa napewa bili, kweli napewa bili. Na nawapatia pesa yao, haina mbaya. Nikawa nawapa pesa yao na nini, hawajaniletea vurugu. Mwisho wa siku nikaondoka na gari yangu, nikaenda nyumbani. Kuamka kesho yake, nataka kwenda kujaza mafuta gari. Mafuta tena hamna kwenye gari. Kuangalia salio, yule ambaye kidogo ambaye tulikuwa naye tunakunywa pombe, tulikuwa tunakunywa naye pombe na ndugu yangu, naye tayari yuko zutu, amelewa. Yani zutu sio kiuni, kalewa. Nikimwamsha lete la kidogo nikachukue mafuta, anakwambia sina hata 100. Niache kwanza, nimelala. Nikapata tajiri mmoja hapa Chamwino Ikulu. Huyo tajiri nikamwambia na gari yangu bwana, naiuza. Na huyo tajiri kumbe ninavyomwambia hivyo tayari anadai 400,000. 400,000? 400,000 ya pombe tu, na pombe na mahitaji madogo madogo. 400,000. Akaniambia kama gari yako naiuza na kama inawaka, twende tukawashe gari, nipe kadi. Kitu alichonipa huyu ndugu yangu ambaye nilikuwa naishi naye, alinipa kadi. Kweli hajanibishia. Alivyonipa kadi, nikachukua ile kadi yangu. Kuchukua ile kadi yangu nikamkabidhi huyu jamaa anaitwa Simon Marenda. Simon Marenda, Bugiri Mission. Nikamkabidhi ile kadi. Akaniambia kadi hii unanikabidhi, lakini hapa nakudai 400,000. Kitu ninachokuongezea 400,000 nyingine tena, lakini sitakuongezea hata 100. Kama 400,000 hii unarizika nayo na deni yangu nakata, wewe chapa mwendo. Kweli nilichapa mwendo, nikachukua ile 400,000 nilichapa mwendo. Kwa uliuza gari shilingi ngapi? Ni 800,000 tu. Uliuza gari kwa shilingi 800,000? 800,000 tu, na gari yenyewe mpaka leo hii hata tukipita mtaani hapa Bugiri ipo. Na nafikiri nao kidogo wameiumba yani ni kama vile ni mchungaji aliyefilisika kiimani. Nao wale nafikiri ni wachungaji waliofilisika kiimani, kwa sababu gari nimewauzia ilikuwa nzima, lakini gari kutoka nimewauzia itembei tena, sasa hivi iko mguani. Nafikiri ni wachungaji waliofilisika. Gari mbovu bwana? Hapana, gari ilikuwa nzima, nimetoka nayo Merani mpaka kufika Bugiri, kufika Chamwino Ikulu, gari nzima kabisa, na aliniuzia Masai, na Masai mwenyewe yuko Merani. Sawa, wewe tumejua kwamba kwa hiyo pesa zako ulitumia kwa starehe ukafilisika. Kwa hiyo hakuna naye mlaumu. Sio starehe. Hakuna naye mlaumu. Pombe. Kwa sababu ipi? Kama hivi kuna kijana mmoja anayeniuzia pombe hapa karibu. Kama hivi hapa sasa hivi hapa nikitoka hapa na distance. Hapa sasa hivi imefikia hatua nimekuwa fundi viatu. Nimekuwa fundi viatu, saa nyingine naitwa nikazibue vyoo. Yaani unakuta sasa kuna watu wanaonifahamu. Nikiwaona na katika kazi ile kuna pesa kidogo, nikiwaona watu wanaonifahamu na wanaokuwa wananifahamu katika maisha yangu, huwa nakimbia. Unakimbia? Huwa nakimbia, naachilia kazi, ili sitaki kuonekana uso wangu kuelekea wale watu. Kwa nini wakati ulifilisika wewe mwenyewe? Hapana, na katika matumizi tulikuwa tunatumia nao. Sasa kwa nini unaogopa? Na waogopa katika hali niliyokuwa nayo, na katika hali ya mwanzo nilikuwa nayo, na katika hali hii. Na wenzangu wananiambia hivi, kama umefilisika, kwa nini tusirudi kule ulikopatia pesa? Hata mimi nataka nikwambie, kwa nini usirudi kule?
kwa nini tusirudi kule ulikopatia pesa tukahangaike tena? Nawaambia ile kazi ni ngumu kwa kweli kwa sasa hivi, umri umeenda. Nawaambiaga kabisa kila wakifika marafiki zangu, nawaambia kazi na umri. Siku zote kazi na umri. Umri yangu tayari umekwenda. Sasa unawaambiaje vijana ambao wanatafuta, ambao bado hawajajipata, labda pengine wanaweza wakapata dili kama uliopata wewe, unawashauri nini? Yaani ushauri wangu mkubwa, wasije kaifanya hela kidogo, nitaongea kidogo mbaya. Wasije kaifanya hela ni matako kama ya mtoto mdogo, kwa sababu kila mmoja na matako. Hata mtoto mdogo akizaliwa na matako. Sasa wasije kafanya hela matako. Hela ni thamani kubwa sana, hata shilingi 100 unatakiwa uithamini ili upeleke maisha mbele, kwa sababu ya familia yako baadaye. Kwa sababu ya familia yako baadaye. Wewe una familia? Mimi ninaye familia ya watoto 2. Wako wapi? Wa kwangu mimi mwenyewe. Wako wapi? Wako mmoja Arusha analelewa na dada yangu. Mmoja yuko Kondoa analelewa na mama yangu. Kwa wewe hakuna? Sio mama yangu mzazi, mama yangu mdogo. Mama yangu mzazi alishafariki. Kwa hiyo familia yako inalelewa? Inalelewa. Ulivyopata pesa ukujua kwamba unaweza ukapata familia baadaye ukaja kuisaidia? Kati nilikuwa na pesa, samani kidogo. Kati nilikuwa na pesa, kweli nilitunza familia yangu vizuri sana, kwa sababu pesa ni bahati nzuri. Niliipatia tarehe 23 tarehe 23 mwaka 2012. Kwa pesa yako, hebu niambie, pesa yako ulitumia kwa muda gani? Pesa uliyopata hadi pesa yangu mimi nilitumia mwaka mmoja tu. Ilikuwa kama bei gani? Ninakueleza, ilikuwa milioni 8. Milioni 8? Ulitumia kwa muda wa mwaka mmoja tu. Uliuza nini? Mimi niliuza jiwe. Jiwe la madini ambaye ni Tanzanite, ambaye ni gramu 16. Ukapata milioni 8 kipindi hicho? Kipindi hiyo. Na ilikuwa ni kubwa hela hiyo? Ni ubebi. Ubebi hela. Kwa sababu tulikuwa tunapewa mpaka shilingi 500 ya noti. Haya, kwa sasa hivi sasa unajishughulisha na nini? Sasa hivi, kabla ya sasa hivi, nilivyoishiwa nikawa mpiga debe, nahangaika stendi. Nafanya hivi, unakutana na watoto wadogo ambao hata sio umri wako. Unakuta saa nyingine unasukumwa. Sasa hivi unatukana na matusi ya mama yako. Unafanywa hivi matusi kubwa. Kwenda huko. Ujana wako ulikula na nani? Natukana matusi nyingi. Sasa ikafikia mwisho nikaona mwisho wa siku nikasema kazi na umri. Nikaondoka nikakaa nikakutana na jamaa mmoja anaitwa Jita. Huyu jamaa Jita nilimkuta ni ana ofisi ya kukopesha simu, kusajili laini na kuuza vocha. Yuko na ofisi zake ambao ofisi zao hawa wa Tigo wa nini wamemletea ofisi pale, wameleta mabango yao pale, sio ofisi, wameleta mabango yao pale kutaka biashara yake iwe kubwa. Na wakaleta ofisi yake pale, wakamwekea mabango yake na nini, na kati yeye Jita alikuwa na ofisi yake tu, alikuja na ofisi ya kawaida. Na mpaka sasa hivi Jita alinikuta stendi, nilikuwa na njaa sana. Jita akaniita, "Oya mjomba vipi?" Nikamwambia poa. Sifahamiani naye. Nilikuwa simjui kabisa. Akaniambia, "Oje, we mjomba vipi?" Nikamwambia poa. "Mbona kinyonge?" Kipindi hiyo amenikuta mimi nashona kiatu kimoja cha mteja mmoja. Ambao nikaa kinyonge tu hapo, nilikuwa na lidrola bati. Nashona kiatu tu. Jita akaniambia, "Hapana, usikae kinyonge hivyo. Hebu twende na kutengenezea ofisi." Naenda kutengenezea ofisi sasa hivi. Tukaenda paka sehemu wanatengeneza ofisi hiyo ya kuchomelea kabati yangu ya kushonea viatu. Na tukaondoka na huyo Jita, tukaenda naye paka duka la nini, akasema, "Kifaa gani unachokihitaji cha kufanyia kazi?" Nikamueleza kifaa kimoja baada ya kingine. Akaniuliza, "Rangi ya viatu unaye?" Nikamwambia sina. Akaniuliza, "Uzi ya kushonea unaye?" Sina. "Unataka uzi ya rangi gani na rangi gani na rangi ya viatu gani na viatu gani?"
Nikamwelezea, akaniambia unataka sasa hivi au baadaye? Nikamwambia hata sasa hivi. Una uwezo wa kuhama kwenye ofisi yako hii nikakupa ofisi nyingine? Nikamwambia Akaniambia sasa naenda kukupa ofisi ya Jita na kutengenezea kabati na vitu vyote tunaenda kuchukua sasa hivi. Bahati nzuri huyu Jita office alikuwa na mtoto mdogo ambaye alikuwa ampeleke huyu tu anipe rangu, alikuwa ampeleke nyumbani. Basi akaniambia subiri nimpeleke mtoto nyumbani na kufuata hapo. Nikisha kufuata hapo tunakwenda, kuna duka gani linauza vifaa vyako au ni mjini? Nikamwambia hapana, kuna duka hapa kijijini, kuna duka la jumla linauza vitu hivyo. Tuliondoka na huyo Jita moja kwa moja mpaka dukani. Kweli alinipa vifaa vyote ambavyo ninafanyia kazi mpaka sasa hivi na viko hapa. Hata yoyote ananisikia aje ofisini kwangu atapata chochote anachokihitaji. Chochote anachokihitaji. Na hata ukimkuta Jita hayupo atapigiwa simu, Jita utamuona ofisini hapa kwa wakati. Na fundi mwenyewe mimi utaniona kwa wakati. Hamna kitu kinachoharibika chochote. Naomba karibuni sana Jita ofisi. Chamwino bana. Huyu hapa anaitwa Goima Lucas, tajiri aliyefilisika, aliyepata pesa ndani ya muda mfupi, hata mwaka kumaliza bwana. Milioni 8 aliila ndani ya miezi miwili tu ikawa imeisha. Sasa kwa vile kichwa sasa kimeshakuwa nani, ndio hivyo. Tumempa kazi ndogo hapa kwa sababu ana kipaji, anaweza kushona viatu, pia anaweza kunyoa anavyosema. Tutambadilisha kama Jita kidogo tulichopata. Tumefungulia ofisi ya kushona viatu hapa. Kwa hiyo atafanya kazi yake fresh hapa. Atakuwa hapa make ni mtu ambaye tayari alikuwa fighter, akapata pesa, akatumia zikaisha, akawa ni mtu mlevi, anakunywa pombe, haeleweki maisha yake. Basi tumemchukua, tumemweka hapa kidogo, anakuwa anashona viatu, maisha yanaenda, na anadai kwamba yeye ni kinyozi mzuri. Hivyo umesema unajua kunyoa. Mimi kazi yangu nilivyokuwa kutoka Merani, kabla sienda Merani nilianzia kazi ya unyozi. Nilipewa saluni moja, nilikuwa mimi Mount Meru. Mount Meru nilianza kunyoa. Sogeza mic. Mount Meru nilianza kunyoa. Nimenyoa sana saluni moja ya jamaa wangu. Alikuwa ni jina lake la kiuni siwezi kutaja. Nikatoka nikaenda mti mmoja hapo ni stendi kubwa. Nenda hapo. Kutoka Mount Meru nikaenda hapo. Wananyoa hapo, nimenyoa vizuri tu. Nikatoka nikaenda zangu Arusha, baada kutoka Arusha nikaenda zangu Moshi. Ndio. Bana, tumalize. Unawaambiaje watazamaji wanaokutazama sasa hivi? Bana, kama kuna watazamaji wote wanaoniambia, wanaokutazama wote mnanitazama, naomba kama yoyote naye alipotea kama nilivyokuwa nimepoteza mimi, kwa sababu mimi ni mchungaji niliyopotea kiimani. Ulifilisika? Mimi ni mchungaji niliyofilisika kiimani. Sasa naomba na nyinyi kama ni wachungaji, kama ni wenzangu, msifilisike kiimani kiasi hicho kama nilivyofilisika mimi. Tuombeane, na mwenzenu nimerudia uchungaji tena kwa sababu nimepata wadhamini wa kunirudisha kwenye imani. Sawa. Sasa hivi nashona viatu, napiga kiwi, narizika na shilingi 100 inayoingia hapa, inachoweka tumboni mwangu. Na ni kwa sababu narizika hiyo, rizika yangu yote sio mama yangu, sio baba yangu, sio dada yangu, wala sio kaka yangu, ni Jita ofisi ndo amenirizisha mimi. Sawa. Baba yake wala mama yake simjui. Amekuja kunikuta tu. Yaani tumekutana tu, hata mimi hajui hata wapi, hata nikianguka hapa hajui wapi anipeleke. Hata mimi Jita akianguka hapa sijui wapi nimpeleke, nitatumia jina tu. Naomba watazamaji wote, naomba mjaribu tushirikiane kwa lolote. Sio kwamba naomba msaada mkubwa ambao unanitosha mimi tayari kwa Jita. Mimi msaada wenu ninachoomba ushauri tu. Siombe mshahara, sio yani sitaka niombe msaada wengine wote. Mimi naomba ushauri tu. Kama msaada mpeni Jita. Bwana fresh sana. Huyo ni Goima, inatosha mwanangu, inatosha. Asante.